Tahara ya mavazi unaanzia kule ndani wizarani kule. Unaanzia kwenye wizara ya mambo ya ndani, alafu ndio unatokezea kwenye wizara ya mambo ya nje. Yana matatizo kwa kuwa hayaonekani na watu, wewe ndio unaenda kuswali nayo hivyo. Sio kama ni boxer, kama TVS, sio nini ndani vile. Tahara ianzie ndani katika mavazi yetu. Unaona vizuri shehe. Ndio ili ibada ya swala ipate kusii, kwa sababu ni sharti, lazima tujitwaharishe. Tunaanzia kwenye mavazi, naingia katika mwili. Kama kuna sehemu ya mwili kuna najisi, basi tuhakikishe kwamba sehemu hiyo tumeitwaharisha. Alafu tunakwenda sehemu unayokwenda kuswalia iko tahara, alafu sasa unasimama katika hiyo swala yako. Kwa hiyo kipengele cha kwanza jamani, katika sharti, hakikisha usiingie katika ibada ya swala kama hauko tahara. Na tahara ni zote mbili zinazingatiwa. Tahara za hadathi iwe kubwa au ndogo, na tahara za najisi iwe katika mwili au mavazi au sehemu unayoswalia, siwe na najisi. Eleweka? Leo tunachukua kipengele hiko kimoja. Lahada kana masura, mimi ahadi yangu nataka nitumie dakika chache ili nisiwachoshe. Leo tumechukua kipengele katika sharti za swala. Tumechukua kipengele cha nini? Katika sharti za swala nimesema tumechukua kipengele gani leo? Tahara. Lazima mtu anayekwenda kuswali afanyaje? Ajitwaharishe kutokana na hadathi kubwa na hadathi ndogo, na ajitwaharishe kutokana pia na najisi kwenye mavazi, sehemu anayoswalia na mwili wake. Hii nimeeleweka mpaka hapo? Leo tubebe hiyo. Baada ya kuwa tumeibeba hiyo, kutwaharisha ni sharti katika sharti ya swala. Ukiingia katika swala kabla hujajitwaharisha, swala hauna. Ishie hapo. Nikaribisha maswali matatu kwenye kipengele hiko, alafu ondoka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Na katika miongoni mwa najisi, shekhe amesikia kuna najisi ya mbwa na nguruwe, ikiwa ima amekulamba au amekung'ata akakuachia athari au kwa namna yoyote ile, lakini kakuachia najisi yake, au kwa kudondeshea udenda tu, au mafua, alikuwa siku anaugua ugonjwa wa mafua mbwa akakuachia mafua yake, unafanyaje hapo? Kwa namna ya kuitwaharisha najisi ya mbwa au nguruwe, namna yake pale mahala upaoshe mara 7, lakini moja katika zile utasugua na mchanga, utachangana na mchanga, utasugua mahala ambapo ilipokuwa najisi pale. Utasugua alafu utapasafisha. Kwa hiyo utasugua, utaosha mara 7, mara moja katika hizo 7 utachanganya na mchanga, ndio utasugulia pale mahala. Hapo ndo namna ya kutwaharisha najisi ya mbwa au nguruwe, ima katika chombo, katika mwili, au hata katika nguo yako hapo usugue pale katika mtindo huo. Unaona vizuri hapo? Kwa wala. Naam, karibu. Haya, asante. Anasema kezea mtu kashapata hadathi kubwa, na hadathi kubwa inahitaji mtu ajitwaharishe kwa maana ya kwa kuoga. Sasa pale mahala maji hakuna na hadathi ndio tayari imeshampata, je, afanyeje? Kuna njia mbili tumewekewa za kujitwaharisha, kama hadathi ndogo au hadathi kubwa. Njia ya kwanza ni maji, njia ya pili yanapokosekana maji, njia mbadala ni mchanga, kutayammamu. Inaitwa kutayammamu. Na utaratibu wa kutayammamu ni kuvipangusa viungo viwili tu. Unakwenda katika mchanga uliokuwa safi pale, unapiga pigo la kwanza, vumbi lake lile unapangusa uso. Unapiga pigo la pili kwa mikono yote miwili. Mkono wa kulia utapangusa mkono wa kushoto utapangusa kwenye mkono wa kulia, na mkono huu wa kulia utapangusa mkono. Baada ya hapo ndio umemaliza kutayammamu. Kwa hiyo kutayammamu ni mamoja kwa hadathi kubwa au kwa hadathi ndogo, utaratibu ndio huo huo.